Brazil tunapaa paka kwenye kikosi cha Ujerumani. Tunatazama kikosi ambacho tayari kipo hapo unakiona shabiki wa soka. Manuel Neuer bado anatawala kwenye eneo la walinda milango na ni legend pale Ujerumani. Lakini beki ambaye anatazamwa na watu wengi kweli kweli, Antonio Rudiger, anatazamwa ataenda kufanya nini kwenye kombe hili la dunia, atalinda vipi ukuta wa Ujerumani. Lakini Joshua Kimmich bado ana mchezaji wa kutazamwa sana kwenye eneo la kiungo. Lakini eneo la ushambuliaji, Kai Havertz namuona pale, Musiala namuona, Leroy Sane ambaye hayupo kwenye ligi zile kubwa barani Ulaya, lakini ameunganishwa kwenye kikosi cha Brazil cha kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Kikosi chote hicho hapo nakiona mashabiki wa soka. Meza Game Time nadhani mmekiona vizuri kweli kweli. Kitu gani ambacho kwanza kilipungua kwenye kikosi cha Ujerumani baada ya kuchukua kombe la dunia la mwaka 2014, iliyofuata akachukua Ufaransa, then Argentina, sasa hivi tunakwenda kushiriki kombe la dunia lingine. Kipi ambacho kilipungua kwenye kikosi hiki cha Ujerumani labda kinaweza ikawa cha tofauti kwenye kikosi cha mwaka huu na michuano hii? Well, kama alivyosema Mswahili kuhusu Brazil, huwezi kuongelea michuano ya timu za taifa, kombe la dunia, Euro, alafu staje Ujerumani. Ujerumani ni finalist wa mwaka 2002, wacheza dhidi ya Brazil. 2006 walikuwa ni wenyeji, lakini they did not make the cut. 2010 hawakufua dafu. 2014 tunakumbuka jinsi walivyomhumiliate Brazil kwa kumfunga goli 7 huku kwenye, nadhani ilikuwa robo finali, na wao ndo Brazil ndo walikuwa wenyeji na wakachukua kikombe. Hapo ukawa ni mwisho wa ile generation ambayo ilianza 2006. Then baada ya hapo nadhani wakaanza kurebuild. Kwa hiyo it was only fair kwamba 2018 walikuwa bado kwenye ile cycle ya kujenga timu. 2022 bado hawakufua dafu. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi wanakuwa wamekamilisha cycle ya ujenzi wa timu, na tunaweza tusiwe tuna expect makubwa sana, lakini ni timu ya kuiangalia. Kisa cha kusisimua hapa ni kwamba goalkeeper Oliver Baumann alikuwa ndio kipa ambaye watu wote walikuwa wanatazamia kwamba yeye ndo atakuwa namba 1. Yeah. Dakika za jioni kabisa anamuona Manuel Neuer anakaa kwenye kikosi, na wanasema hakuna kijiji ambacho hakina wazee, na itakuwa interesting sana kuona jinsi ambavyo timu itaweza kwenda, na mategemeo ni makubwa kutoka kwa mashabiki zao. Lakini kitu ambacho mimi kinani fascinate zaidi, ukiachana na backline yao ambao ina mtu kama Rudiger ambaye ni mkongwe kabisa, nadhani hii inaweza ikawa World Cup ya mwisho ya Rudiger. Lakini midfield ya Pascal Gross, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, safi kabisa. Sasa kwenye ushambuliaji, kiukweli mimi ni shabiki mkubwa sana wa Nick Voltamada. Yani nadhani ya medali alikuwa anasema striker mrefu kuliko goli. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Nick Voltamada, and I'll be pia Florian Wirtz. Kocha wa Ujerumani alisema wao wanajua jinsi ya kumtumia Florian Wirtz, unlike timu zingine ambazo Florian Wirtz, akiwa anamaanisha kwamba Liverpool imeshindwa kumunlock Florian Wirtz. Kwa hiyo it will be an interesting endeavor kuona jinsi ambavyo Ujerumani anaweza kuachieve. Lakini ni moja ya timu ambazo ninazipigia chapuo, hata kama sio kuchukua ubingwa, lakini kufika sehemu. Kiukweli umeongelea ya kuzalisha vizazi vipya, kwa sababu mwaka ambao walichukua ubingwa walikuwa na wachezaji ambao walikuwa katika peak yao tayari. So hata the fall off ilikuwa ni rahisi. Yeah. So hichi kilichotokea Ujerumani, Wajerumani wali act mapema sana, tofauti na kama Italy walivyolala.
Italy wamelala kwa muda mrefu sana, lakini Ujerumani waliona hili swala, they acted very very quick. Sasa hivi unaweza kuona kikosi cha Ujerumani kina vijana, Angelo Stiller, one of the very mchezaji mzuri sana wa midfielder wa Stuttgart. Nadim Amiri kapata call up yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 29, anacheza Heidenheim. Kuna Maximilian Bieber, Jamie Lewin, au ni vijana ambao Leonard Carl wa Bayern Munich. You can see Malik Thiaw pia bado ni kijana mdogo. Kwa ni kama ulivyosema pia Oliver Baumann pia ilikuwa shida, but kwa story pia wachezaji waandamizi pia waliomba Manuel Neuer aombwe kurudi, japo kwa sababu tayari alikuwa amesha indicate yuko 50-50. Kama anaweza akaitwa, anaweza akaenda, hawezi kukataa kwenda kucheza. So ni kikosi ambacho tayari kimeshaanza kutengeneza. Wanaweza wasichukue ubingwa msimu huu, lakini ni kikosi ambacho kinaweza kukaa muda mrefu. Nimemsahau na Alexander Pavlovich wa Bayern Munich. So ni kikosi ambacho kitakaa kwa muda mrefu kwa sababu kina damu changa nyingi. Inaweza isiwe msimu huu, ikawa baada ya miaka 4 ambapo tena watakuwa kwenye peak ya kuweza kuchukua chochote. So ni wachezaji wazuri sana ambao nategemea wataleta ushindani kwenye kombe la dunia msimu huu as well. Yes, na Ujerumani basi wanaingia kwenye tunasema ile rank ya vikosi ya timu za taifa ambazo ndani yake kuna vijana ambao wana umri mdogo ambao wanaweza wakawatumia kwa misimu ambayo inaweza kufuata. Game time, tuonavyo sisi.